Mungu kwa siku njema ambayo tunaendelea kujifunza maneno ya Mungu. Na leo ni siku ya Bible study, ni siku ya kujifunza maneno ya Mungu. Leo tunajifunza neno au ujumbe wenye kichwa majira au wakati wa Bwana. Majira au wakati wa Bwana. Bwana apewe sifa. Mungu siku zote hutumia majira kufanikisha mpango wake hapa duniani. Mungu hata tangu mwanzo alifanya kila kitu kwa majira. Na niseme mambo kadhaa, niseme majira ni mtaji wa Mungu wa kufanikisha lengo lake. Nirudie neno hili. Majira ni mtaji mkuu wa Mungu wa kufanikisha lengo lake hapa duniani. Kila kitu kilichoumbwa kiliumbwa kwa majira na kinaishi kwa majira. Bwana asifiwe. Nataka tuguse maneno kadhaa kabla hatujaenda kujifunza mambo mengi. Nataka fungua pamoja nami katika kitabu, tuanze tu kitabu kimoja cha Mhubiri. Tunaanza mstari mmoja, Mhubiri sura ya 3 mstari mmoja wa kwanza. Tusome mingi. Mhubiri sura ya 3 na mstari mmoja wa kwanza. Biblia inasema, kwa kila jambo kuna majira yake na wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Nataka nirudie. Kwa kila jambo kuna majira yake na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Nataka niunganishe na Yohana sura ya 5. Yohana sura ya 5. Tuone mstari wa 2 hadi wa 4. Biblia inasema, na huko Yerusalemu penye mlango wa kondoo pana birika iitwayo kwa Kiebrania Bethesda, nayo ina matao 5. Ndani ya hayo jamii kubwa ya wagonjwa walikuwa wamelala, vipofu, viwete, nao waliopooza, wakigoja maji yachemke. Mstari wa 4 wa mwisho, kwa maana kuna wakati au kuna majira ambapo malaika hushuka akaingia katika ile birika akayatibua maji. Basi yeye aliyeingia wa kwanza baada ya maji kutibuliwa akapona ugonjwa wote aliokuwa amepata. Bwana apewe sifa. Bwana asifiwe. Maana kulikuwa na majira ya malaika kushuka. Haleluya. Tumeambiwa kila jambo lina majira yake chini ya uso wa nchi. Haleluya, au chini ya mbingu. Na ni muhimu kuelewa kama vile nilivyosoma hapa kwamba hawa walikuwa wameleta wagonjwa, na wengine wagonjwa wamejileta, wamejiweka kwenye kuzunguka ile birika. Ile birika haikuwa inaponya wakati wote, lakini kulikuwa na majira ambapo Mungu aliruhusu malaika ashuke ayatibu yale maji, na mtu mmoja tu aliyekuwa wa kwanza kuwahi